Wakati ambao watu na macho ya mashabiki na wapenzi wa burudani mbalimbali, hasa ukizungumzia burudani ya ucheshi kwa maana ya comedy na vitu kama hizo, wakati ambao watu wameconcentrate na zile bilioni 2 ambazo tayari tunajua kwamba tunazisubiri kwa hamu, ambazo zimetolewa na serikali, ambapo tuliona waziri Baba Kaigan ama mheshimiwa Paul Makonda akisema kwamba hizo bilioni 2 tayari zipo na zipo kwa ajili ya wale content creators, kwa maana watengenezaji wa maudhui mitandaoni. Sasa wakati huu unaambiwa licha ya yoyote content creators, licha ya kwamba miaka ya nyuma back in days tulikuwa tunaona kwamba ni watu ambao sio wa kuzingatia sana pengine life lao, maisha yao, ukilinganisha na watu wa sanaa nyingine kama vile wasanii wa kuimba, muziki na vitu kama hizo. Sasa kubwa leo mitandaoni ambalo limekuja kuibua mijadala mikubwa na watu kwanza kuwaza kwamba kumbe zile fikra za nyuma inabidi tuachane nazo. Bwana mtengenezaji wa maudhui maarufu hapa Bongo Tanzania, yes, ambaye alichukua vichwa vya habari sana katika siku za Valentine, akiposti couples mbalimbali, dates na vitu kama hizo, na mzungumzia kiredio. Yeye amefunguka na kuzungumza kuwa bwana, content creators wanaingiza kipato, pesa mingi sana zaidi kuliko hata wasanii wengi wa muziki wanaofahamika. Watu wameanza kuzungumza, kwa nini umezungumza hivyo kaka? Kupitia Insta story yake bwana, kiredio alionyesha moja ya mikataba yake ya kazi ikionyesha analipwa kiasi cha shilingi milioni 17, jambo ambalo lilizua mijadala mitandaoni, na yeye akasema bwana, msizungumze sana kwenye uwanja wa comments, ngoja niwaambieni, hii nimeiposti kwa bahati mbaya tu snap, lakini nawaambia ukweli kwamba sio sifa, ila nataka mjue kwamba sekta ya utengenezaji wa maudhui ina pesa nyingi, hivyo isichukuliwe poa. Of course, kwa kauli yake hiyo inaonyesha kwamba namna ambavyo sekta ya utengenezaji wa maudhui, content creators, inavyozidi kukua na kuwa chanzo kikubwa sana cha mapato kwa vijana wengi kilinganishwa na tasnia nyingine za burudani. Kupitia post yake iliandikwa ama liposti akionyesha kuwa top content creators Bongo mnaowajua wanaingiza pesa nyingi kuliko wasanii wengi wa muziki mnaowashangilia huko mtaani. Yes, ni vile kila kitu ni siri, na hata huu mkataba niliposti snap bahati mbaya. Hii sio sifa, ila mjue hii industry na hela nyingi ukiweka juhudi. Baada ya hapo akaweka kama kapini fulani kwamba hii sio sifa, ila mjue kwamba hii industry ina hela nyingi ukiweka juhudi. Of course, kila mmoja atakubali kwamba mwamba tunamuona akifanya hustling mingi, ubunifu hali ya juu, mara yuko humu ndani, mara yuko nje na vitu kama hizo. So alimalizika kwa kuandika kwamba msiwachukulie poa creators, respect them, na hapo ni kazi moja kwa mwezi unakuta mtu unafanya kazi na makampuni mpaka 4, unaingiza shilingi ngapi? Akaweka alama ya kuuliza. Utakubali kwamba Credio sahi ni moja kati ya content creators ambao watu wengi wamekuwa wakiwakubali, na watu ambao na of course ni content creators ambao wana ushawishi mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, kuzungumzia kuanzia Instagram, TikTok ndio spime. Na utakumbuka pia kwamba yeye anakuambia licha ya kwamba anaposti vitu vingi na anainvest, anaweka pesa mingi kwenye kutengeneza maudhui, ila ni mtu ambaye yeye hapati pesa kutoka mitandaoni haswa. Unakumbuka siku ya jana katika moja kati ya chombo cha habari alizungumza kwamba yeye katika mtandao wa TikTok hapati chochote kile, licha ya kwamba ana views ama ana followers zaidi ya milioni 1. Yes, Credio alifunguka akasema kwamba yeye pesa ambayo amewahi kuipata japo hajaipata ni milioni 7 katika mtandao wa TikTok, lakini baada ya hapo anakuambia ile TikTok yake account ilikuja kufungiwa na pesa zikawa zimesepa. So baada ya hapo anakuambia mpaka sasa anafanya kazi sio kwa ajili ya kulipwa kupitia mtandao wa TikTok, kwa maana ya akipata views wengi ndio apate pesa, no, ila yeye ana invest pesa nyingi katika kuweza kutengeneza content ambayo anaamini itampa mileage, itampa watu wengi, itamuongezea value kwa maana ya thamani. Alafu baada ya hapo anaamini kwamba atatengeneza pesa nyingi kupitia ile kuwa na watu wengi wanaomfuatilia na vitu kama hizo. Alizungumza na akaeleza kuwa bwana, sahi mitandao inabidi ujipe value mwenyewe, jipe thamani. Ukishajipa thamani utapata pesa mingi. Kiredio kwangu mimi Mr. Vibe naweza kusema kwamba ni moja pia kati ya content creators ambao wana investors wengi, wanawekezaji wengi sana, kwa maana ya watu ambao wanaweka matangazo yao kwenye content zao. Valentine tuliona akiposti kapu mbalimbali kuanzia date ya kwanza kwa maana EP1, lakini akaweka date ya pili, date ya 3, date ya 4, date ya 5 mpaka 17 hivi, si ndio? Yani wasichana tofauti, warembo tofauti, kitu ambacho kilizua mijadala mingi sana mitandaoni. Tukaanza kuzungumza bwana, ni vipi? Na of course ukiangalia zile ambavyo alikuwa anatoka na couples tofauti ni walikuwa anatumia pesa mingi. Unaona mala wako club, utakumbuka yule mmoja ambaye alikuwa kama ana ulemavu wa ngozi hivi, si ndio? Walitoka naye wakaenda kwenye show za Davido
pesa mingi zilitumika pale tuliona, lakini pia utaona namna ambavyo wengine akiwapa zawadi nini kwenye ile Valentine na vitu kama hizo. At the end of the day tunakubali kwamba Kiredio ni moja kati ya watu ambao ni wa kutazamwa na wa kuangalia sana katika upande huo wa industry ya content creators. Mimi naitwa Mr. Vibe Orange Media. Please subscribe, like na comment, pia share.